Tunamshukuru sana Dr. Samia kwa miongozo na maono yake ambayo mara zote yamechangia kwa kiasi kikubwa katika uimara wa sekta yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu na mgeni wetu rasmi leo, jukumu langu nililopewa, nilitangulia kusema, ni kukualika ili uweze kuzungumza na sisi na Watanzania pamoja na wadau wote wa sekta yetu ya viwanda. Naomba uniruhusu niseme kwa kifupi mambo matatu. La kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Lodhia ni mojawapo kati ya viwanda vitano vikubwa ambavyo tunavyo vinavyozalisha mabati nchini. Kwa mwaka tunazalisha mabati takriban zaidi ya tani 900,000 kwa tani 500,000 kwa mabati haya ya kawaida wanasema zinc coating, na mabati takriban tani 400,000 kwa mabati ambayo ni ya rangi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini matumizi yetu ya ndani ni chini ya kiwango ambacho tunazalisha, na hii inamaanisha uwepo wa Lodhia katika soko ni kuendelea kutuhakikishia uhakika wa soko la ndani na kutuongezea uwezo wa kuuza nje. Nitumie fursa hii kuwapongeza sana ndugu zangu wa Lodhia kwa uwekezaji huu, na bado pamoja na uwekezaji mkubwa mlioona, bado wanaendelea kuwekeza, na sisi katika sekta ya viwanda na biashara tunawatia moyo na tunawahakikishia ushirikiano wa kutosha katika jitihada zenu za uwekezaji. Nawapongeza sana management na wafanyakazi wa kiwanda cha Lodhia wakiongozwa na muasisi na mwenyekiti ndugu yetu Haruni Lodhia. Hongereni sana kwa kuishi dhana ya uchumi wa viwanda kwa vitendo. Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wote tunakubaliana kwamba kiwanda hiki na vingine vinne ambavyo nimekwisha kutangulia kwamba ndo ambavyo vinazalisha mabati nchini ni viwanda muhimu kwa uchumi wetu. Kwa upande wa sekta yetu, naomba nikuhakikishie tunachukua hatua zote za lazima za kulinda viwanda hivi vya ndani na kuchukua hatua zaidi kuvutia uwekezaji mpya katika kulinda viwanda vya mabati vilivyopo, pamoja na hatua zilizopo za kikodi kwa kuweka hatua za kodi kwenye mabati yanayoingizwa kutoka nje na kodi ya maendeleo ya viwanda zinazowekwa ili kulinda viwanda vya ndani. Sisi katika sekta yetu tunahakikisha udhibiti wa soko na kuhakikisha bidhaa pekee zinazouzwa sokoni ni zile zenye ubora na zisizo bandia. Hii ni mojawapo wa msingi mzuri wa kuhakikisha viwanda vinastawi kwa kulinda soko, ili bidhaa pekee zenye ubora ndizo ambazo zinaingia sokoni. Kwa upande wa mabati, kupitia taasisi zilizo katika chini ya wizara yetu, taasisi yetu ya Shirika la Viwango Tanzania TBS, pamoja na taasisi yetu ya FCC Tume ya Ushindani, tunahakikisha tunadhibiti na kukabiliana na mabati yasiyo na ubora na mabati bandia, ili tuweze kuwapa soko watu wetu ambao wamewekeza katika viwanda vya ndani na kuhakikisha hata wananchi wetu hawapati hasara kwa kununua bidhaa bandia na zisizo za ubora. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mfano mdogo tu, kati ya mwezi Julai hadi Disemba 2025 tumekamata mabati zaidi ya 700,000 na tumehakikisha tunayaondoa sokoni ili kulinda viwanda wetu na wananchi na wenyewe waweze kupata bidhaa bora za mabati sokoni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nikuhakikishie wewe pamoja na wawekezaji wetu wa ndani na nje kwamba tutaendelea kuhakikisha tunaweka mazingira bora ya kulinda soko kwa manufaa ya viwanda vyetu vya ndani pamoja na wananchi wetu. Tatu, na jambo la mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili ni kwa ndugu zangu wa Mkuranga. Mkuranga mpo? Ndugu zangu wa Mkuranga, baada ya kusema hayo, naomba nimalizie kwamba Mheshimiwa Rais alituelekeza kwamba sasa anaanza kuhesabu viwanda vipya vinavyozaliwa. Nataka nikuahidi kwamba kwa niaba ya wenzangu katika sekta tutaendelea kufanya kazi kutekeleza maono ya serikali ya awamu ya 6 ya uchumi wa viwanda, na kwa kushirikiana na sekta nyingine tutachukua hatua zote kuhakikisha maono haya yanatekelezwa.